Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mpenzi mtazamaji bwana, hebu nisikilize, chukua hii itakusaidia. Ikiwa wewe ni miongoni katika watu waliopendelea ama wanaota mara kwa mara ndoto ya namna hii ambayo ninayozungumza, basi tambua wewe maisha yako yatakuwa ni ya shida ambayo huwa inajirudia mara kwa mara, basi tambua mafanikio yako yatakuwa ni mitihani. Mara nyingi mwanadamu anapolala huwa anapata ndoto hizi zinampa ishara ya matukio yaliyopita, yaliyopo na yanayokuja. Sasa ikiwa utapata ndoto hii, ni ndoto ambayo ni mbaya sana, na kama itaingia katika maisha yako, basi tambua kila kitu kitaenda kuharibika. Ndoto hii si nyingine. Ikiwa utakuwa na tabia ya kuota ndoto umekufa alafu umefungwa katika sanda, ama unafungwa katika sanda, ikiwa ndoto hii itakuwa ni yenye kujirudia, basi jiandae na haya katika maisha yako, kwa sababu ndoto ya kuota umefungwa ndani ya sanda ni ndoto inawashiria vifungo vikubwa katika maisha madamu. Na mara nyingi watu wanaopata ndoto za namna hii ni watu ambao wanakuwa katika maisha yao ni watu ambao wasioeleweka, ni watu ambao wanajikuta, hata wale watu walikuwa karibu yake wanajikuta wote wanaokimbia. Ukiota ndoto hii utaanza kufungika katika riziki zako. Ukiota ndoto hii utaanza kukimbiwa na marafiki zako. Ukiota ndoto hii kila kitu kizuri kinaenda kuharibika katika maisha yako. Kile ambacho kinakupa furaha kinaenda kuwa kilio katika maisha yako. Haraka endapo ukiona umeota ndoto design hiyo, tafuta mtu mwenye ilmu ya kuweza kusaidia katika mambo ya kimatibabu, haraka aweze kukufanyia dua na tiba kwa ajili ya kukondoa katika vifungo hivyo, kwa sababu hiyo ndoto umepata kama ishara ya kile ambacho kinafanyika katika maisha yako. Wala usipuuze, maana hiyo ndoto yako ndiyo mafanikio katika maisha yako. Ukiota ndoto umekufa na umefungwa katika sanda, basi tambua ni ndoto ya vifungo vikubwa, miongoni katika vifungo ambavyo vinaenda kuathiri watu katika maisha yao. Ni mimi Khalifa Dr. Hussein Ngakula, sina la ziada. Kwa mawasiliano zaidi 0683369917, tuwasiliane kwa maelezo zaidi.